Niwe baraka wa mtu leo. Hello, karibu katika makala maalum ya chama cha mabalozi kanisa la Waadventista wa Sabato Sinza. Chama hiki kimekuwa na siku maalum katika kila mwaka kuanzia mwaka 2022. Chama kilianzisha siku maalum ya mabalozi iliyokwenda kwa jina la The Cinema. Hata hivyo mwaka 2023 tukawa na siku nzuri ambayo ilikuwa inakwenda kwa jina la Inuka Tena. Lakini mwaka 2024 chama kikawa na siku maalum tena, na hapa iliamua kufanya kwa wiki nzima iliyoipa jina ya kuwa wiki ya mabalozi Sinza 2024 rudi nyumbani. Na hata 25 kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni likaamua kuweka siku maalum ya mabalozi. Hatukuishia hapo, makala hii inakwenda kuangazia siku maalum ya balozi mwaka 2023 na siku maalum ya balozi mwaka 2025. Kaa nasi utusikilize. Niwe baraka wa mtu leo. Pamoja na hayo, maisha yetu yanaonekana kuwa ni ya upendo, umoja, maombi pamoja na ucheshi. Safari inaanzia kanisani kwetu. Tukiwa tumekaa tunajifunza, lakini pamoja na hapo tunaianza safari kuelekea sehemu ambayo tunakwenda kufanya shughuli ya kijamii. Kisha tunafika sehemu hii na kupokelewa na wenyeji. Mara baada ya hapo tunaanza kuonekana tukifanya shughuli mbalimbali. Lakini hapa kabla ya yote tunaanza kujitambulisha. Sasa sisi tumekuja hapa kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Sinza. Ni idara ya vijana. Chama chetu kinaitwa chama cha mabalozi. Vijana wenye umri kuanzia miaka 16 mpaka 21. Kwa hiyo wiki hii ni wiki yetu, tunafanya matendo ya huduma, kwa maana tunaigusa jamii. Kwa maana kwamba tunawafikia watu ambao wana uhitaji, lakini tunafanya nao ibada na kuwasaidia baadhi ya kazi. Kwa hiyo leo hapa tupo kwa ajili ya kufanya nawe kazi. Mama na dada tutaosha vyombo hapo. Lakini kama kuna nguo tutataka tutafua pia, kama kuna maji ya kuchota sehemu tutachota kwa dakika chache ambazo zimebaki. Kisha sisi mabalozi tukaamua kuingia kazini kufanya kazi ile ambayo imetupeleka sehemu husika. Tukaanza kujihusisha na kuchota maji, lakini pia wengine wakaanza kujihusisha na uoshaji wa vyombo. Tukafanya kazi ambazo zilikuwa zikielekeza kama sehemu ya kugusa familia hii. Na baada ya hapa watu wengi walifurahi, wengine wakapata shauku ya kuendelea kufanya kazi hizi. Mungu alitubariki sana. Hii ilikuwa ni mwaka 2023 tulipokuwa tuna slogan inasema Inuka Tena. Kwa sababu ya uzuri wa tukio hili, baadhi ya balozi na walimu wakatoa maoni yao, na hapa wakasema. Kwa majina naitwa Pendo Kechi, ni balozi kutoka kanisa la Sinza. Okay, unajisikiaje kuja kufanya matendo ya huruma? Kiukweli namshukuru Mungu na kwa nafasi hii kuja kutembelea majamii wenzangu na kujifunza mambo mbalimbali. Nimeshiriki pia katika shughuli za jamii, kuona uzoefu wa maisha ya wengine na kupitia. Pia nimejifunza vitu vingi katika siku ya leo. Unawaambiaje mabalozi wengine? Napenda kuwashauri mabalozi wengine tuwe na wito wa kujitoa muda wote tunapohitajika kwa ajili ya kazi ya Bwana. Pia muda wote kwa ajili ya kazi ya kusaidia jamii, tuwe wepesi katika kujitoa. Okay, nashukuru sana Pendo. Mungu akubariki. Amen. Habari za jioni. Naitwa
Madam Rachel Elias, ni kiongozi wa mabalozi. Leo tuna furaha kwa sababu tumeweza kukusanyika hapa kama familia moja, kama mnavyotuona. Tumekusanyika pamoja kuja kuhudumu au kushiriki katika matendo ya huduma. Kwa kweli ni tukio ambalo tumelifanya kwa mara ya kwanza sisi kama mabalozi na viongozi wao, na hatutaishia tu hapa, tutaendelea kufanya huduma hii. Niwe baraka wa mtu leo. Kisha mwaka 2025, yani mwaka huu, kukawa na siku maalum ya mabalozi. Ilikuwa ni tarehe 5 mwezi wa 4, na kulikuwa na slogan yasema Living for Impact. Wengi wakasema ishi kwa athari, wengine wakasema ishi kwa matokeo. Lakini sisi mabalozi wa Sinza tukasema hivi, ishi kwa kusudi lenye kuleta matokeo kwa jamii. Hatukuishia hapo, tukaendelea kufanya shughuli hizi kwa kuanza na kanisani kwetu. Tukaanza kuleta athari katika kanisa letu, kisha tukawaendea wanajamii, lakini baada hapo tukashiriki pamoja sisi wenyewe. Hapa tunashirikiana na watu wakubwa na wengine wadogo. Hapa tunakula chakula kwa pamoja, lakini pia tunafanya kazi kwa pamoja. Vyote tunavifanya kwa pamoja kuelekea katika siku ile ya mabalozi. Kisha walimu na viongozi mbalimbali wakatoa maoni yao. Haya yalikuwa ni maoni yao. Unajua Mungu alipoumba mwanadamu alitamani sana hawe ni matokeo chanya katika maisha anayoishi. Na ndio maana vijana wa kanisa la Sinza walipotambua kwamba Mungu ametuumba ili tuwe matokeo chanya katika maisha yetu, tumeamua kuwa na wiki nzima kama vijana wa balozi kufanya vitu kadhaa katika maisha ambayo hivyo vitu vitagusa maisha ya watu. Mojawapo ni kufanya usafi kanisani. Tumeshiriki wote kwa pamoja kama vijana, lakini pia tumeshiriki chakula cha pamoja ambacho chakula kinaleta umoja na ushirikiano. Lengo ni kwamba katika maisha ambayo tunayoishi tuweze kuwa na impact ifanye katika maisha ya watu. Tunashukuru Mungu tumefika katika wiki ya mabalozi na tunajumuika vizuri. Mabalozi tunawapa support nzuri na wanatupa support nzuri kama sisi viongozi. Tunashukuru Mungu kupata mibaraka. Wapendwa washiriki na wageni wa kanisa la Waadventista wa Sabato Sinza, ninayo furaha kubwa kualika hata kwenye ibada ya siku ya leo. Kwa kweli tunao vijana wetu warika mbalimbali, lakini kusudi kubwa limelengwa kwa mabalozi. Naam, sasa ni kilele. Siku ya Sabato ikafika, nasi tukaamua kuwa mbaraka mkubwa kwa watu ambao wamelitendea kanisa mambo makubwa. Tulichukua wazee, vijana, lakini wale ambao wamefanya mambo makubwa bila kutambulika kanisani. Ikumbukwe kuwa kanisa letu lilianza mwaka 2008. Tangu hapo watu mbalimbali wamejitoa, misaada mbalimbali, kununua vyombo, kufanya mambo makubwa, kushauri vijana. Nasi tukaamua kuwa mbaraka kwao kwa kuwapatia vyeti vyenye utambuzi ya kujua kile walichokifanya katika kanisa letu. Kwa kweli ilipendeza. Na hapa dada anatambulisha programu yenyewe husika. Watu wasikie mazuri yao ikiwa bado wanaweza kuyasikia. Tutataja mazuri yao hapa waliofanya kwa ukuaji wa kanisa letu, lakini tunatamani pia kuwapa watu maua yao angali bado wanaweza kuyapokea na angali bado wanaweza kuyanusa ikiwa watapenda kuyanusa. Na baada ya hapo tutamshukuru Mungu kwa kile alichofanya na kile alichoweka ndani yao kwa ajili ya ukuaji wa kanisa letu. Kwa hivyo tutakuwa na balozi hapa ambaye atataja jina la mtu, na kisha yule mtu atasimama, atapokea ua lake pale mwisho kabisa. Jackson ndio wa kwanza, na kisha baada ya hapo atasogea mbele huyo mtu, na akiwa anasogea mbele, balozi hapa atakuwa akitaja sifa njema ambazo mtu huyo anazo
kwa ukuaji wa kanisa letu. Mtu huyo atapokea pia cheti cha kumtambua pale na zawadi mwisho pale, na kisha utaratibu utaendelea. Naam, kisha tukawashukuru wote waliokuwa baraka katika kanisa letu. Asante kwa kuwa baraka. Asante kwa kuwa baraka. Asante kwa kuwa baraka kwetu. Asante kwa kulisaidia kanisa. Asante kwa kugusa maisha ya kanisa. Kisha nyimbo zikaimbwa na watu wote wakawa baraka. Naam, tumefikia mwisho makala yetu. Msimuliaji mimi ni Elias Samuel Tumbo, mwalimu. Karibu hadi wakati mwingine. Ni